أعوذ بالله سميع عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. إخواني, ama baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kuzihitaji rehema na amani zake subhanahu subhana zimfike mbora wa umma huu ambaye si mwingine bali ni bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye ametumwa kwetu kwa sifa nyingi sana alizopewa naye Allah tabaraka wa taala pale Mwenyezi Mungu subhana aliposema wa rafa'na laka dhikraka. Ikhwani, ama anwani yangu leo hii inasema utakapotaka, yani kumjaza mahaba yule umpendaye, yani dua ya mahaba ya mapenzi na kupooza moyo wa mtu, kumpozesha moyo wa mtu uwe mpole kwako wewe. Subhanallah. Sasa hapa napo hatari. Kwa sababu wapo watu ambao edha wamekimbiwa na wake zao. Kila anapotaka kumrudisha mke wake, mke amebaki na msimamo wake ule ule. Kwa sababu tu tulikorofishana tu, basi mimi sitaki, usinisumbue mimi, niache na maisha yangu, sijui na nini. Vitu vya namna hiyo. Lakini pia wapo vile vile wa mume wamewakimbia wake zao, pamoja na kwamba wamekosewa na wake, wameomba samahani, lakini mume kakazania pale pale, kwenda zako huko, wewe ndio tabia yako, wewe yani hivyo. Lakini mke huyu anampenda mumewe, mashallah, ni kosa tu limetokea kama kosa jingine, lakini haimaanishi kwamba yeye hampendi. Na ndivyo hivyo na mume pia anaweza akawa anataka kumrejesha mke wake, lakini mke akasema yani utaishia kuniona tu, hutaweza kuniona sura yangu au wala miguu yangu ikitia miguu kwako hapo, basi itakuwa sio ya kwangu tena. Mtu mwingine anaenda mbali kabisa na mapizo makali. Subhanallah. Sasa yote haya ni nini? Yametokana na chanzo cha upendo. Upendo ukawa ni tatizo jingine jipya. Basi inshallah kwa idhini yake tabaraka wa taala, ngoja nikupe kitu hapa. Tunasema kwanza utaamka usiku wa manane. Usiku wa manane, katikati ya usiku, mida saa 8 ile, saa 7:30, saa 8, saa 8:30, saa 9 ile. Hapa katikati hapa utasali raka 2 nyepesi tu. Raka 2 hizo utasoma suratul Fatiha na aya yoyote ile au sura yoyote ile itakayokuwa ni karibu kwako. Baada ya raka hizo 2 utasoma aya hizi zifuatazo, na aya hizi zifuatazo utazisoma kwa utaratibu. Aya ya kwanza hii nitakayokupa inasema hivi: laqad ja'akumur rasulun min anfusikum azizun alayhi ma'anittum harisun alaykum bilmu'minina raufun rahimun fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hiyo utaisoma mara 30. Yani hizi aya 2 utazisoma mara 30. Na hizi aya zinapatikana katika suratu Tauba, ni aya ya 129 mpaka 128 mpaka 129. Kisha utamsalia bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mara 100. Kisha utaleta dua hii, lakini dua hii utakuwa unaileta kila unapomaliza mara moja ya mzunguko wa aya hizo 2. Ukizunguka mara moja unaileta hiyo dua.
Ukija mara pili unaileta hiyo dua, yani utaratibu wake ni hivyo. Kwa mfano utasema hivi: laqad ja'akumur rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufun rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Allahumma ya rabb anta hasbi ala fulani binti fulani au fulani ibn fulani. Sasa hapo unataja jina la yule mtu unayemtaka. Sasa tutasema attif qalbaha alayya wa dhallilha li Allahumma habibni ila fulani binti fulani. Utasema fulanati fulano bun fulani. Hapo unataja kama ni mwanaume unasema ni kama mimi unasema Khamisi Suleimani, unatilia hivyo, unasema Khamisi Suleimani ndo fulani bin fulani. Na kama ni mwanamke utamtaja tu jina la mwanamke hivyo ambao unamjua wewe hivyo yani. Ikisha unaendelea kusema hatta taati ilayya khadi'atan min ghairi muhlata washghulha bimahabbati innaka ala kulli shay'in qadir hatta tafdini biruhiha wa maliha. Haya ndio, hii ndio dua unaposema. Kisha ukishamaliza, maana yake tumeanza aya tumekuja dua, kisha unakuja tena kwenye hizo aya unasema, unakuja tena dua, unakuja tena kwenye hizo aya mara 30. Kisha lala zako utakuja kuniambia kama ukufanya hivyo mfululizo ndani ya siku 3 na haitopita siku 7 haitopita siku 7 kama hujaweza kuyapata hayo majibu yake. Mpenzi wako karudi, mwandani wako karudi, nyongo mkaliaini karudi tena kwa maneno mazuri na ya faraja. Inshallah nikutakieni kula kheri na ndoa zetu zizidi kudumu zaidi na zaidi. Ama mimi Sheikh Khamis Suleimani na nyumba ya tiba na dua kwa ujumla wetu tunatibia kwa tiba za kisunna. Kama wewe una maradhi ya aina mbalimbali, njoo tukutibie kwa idhini yake tabaraka wa taala. Kituo chetu cha nyumba ya tiba na dua kinafanya kazi hiyo. Lakini pia kituo chetu cha nyumba ya tiba na dua kinafanya kazi ya kuombea watu dua kwa matatizo yao na shida zao za aina mbalimbali. Kwa hiyo kwa dua naamini Mwenyezi Mungu atatujibia, na kwa dawa tutakutibia na Mwenyezi Mungu atakuponya kwa idhini yake ya Rahmani. Inshallah nikuage kwa siku hii ya leo kwa kusema dumu fi riayatillahi wa amnihi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.